Funika macho yako. Roho Mtakatifu wa Mungu, Mungu wetu uliye hai, ni nani aliye kama wewe Baba? Umekuwepo enzi na enzi, vizazi na vizazi umekuwa mwaminifu, vimeshuhudia wema wako na ukuu wako. Rehema zako zimekuwa nyingi. Wewe ni Mungu wapendaye wanadamu. Wewe ni Mungu wapendaye watu wako. Wewe ni Mungu uliyetupenda kwanza, ukatuokoa, ukatuchagua, ukatufanya tuwe wako, ukatufanya tuwe watoto wako, ukatufanya tuwe watumishi wako. Ni nani aliye kama wewe, Mungu wetu uliye hai? Hajawahi kuweko Mungu kama wewe, hayuko Mungu kama wewe, na hata kuwako Mungu kama wewe. Mbingu na nchi zimeumbwa na wewe. Umekuwako Bwana kabla ya misingi ya ulimwengu. Ulikuwako wewe, Mungu wa milele, Mungu wa nyakati zote, Mungu mwenye uweza na nguvu, uyajuaye yote, Mungu mkamilifu, usiyekuwa na udhaifu wala upungufu, Mungu wa kweli na wa pekee, unayestahili kuabudiwa na kuheshimiwa, unayestahili kutukuzwa. Wewe ni nani aliye kama wewe? Tunapokusanyika namna hii, tunatambua ni neema yako imetukusanya, sio kwa sababu ni bora sana kuliko wengine, lakini kwa sababu ya pendo lako la ajabu umetufanya tuwe hivi tulivyo. Na kwa huruma zako nyingi Bwana, umetukusanya tena mwaka mwingine ili kuwepo mbele zako katika kanda hii ya kati, tukusikilize wewe ukinena kupitia vinywa vya watumishi wako, kupitia waombaji, kupitia waimbaji, kupitia Bwana viongozi wanapotoa maelekezo, wanapotoa miongozo, wanaposimamia maombi katika kusema kwao kwenye madhabahu hii, wewe unene kupitia vinywa vyao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa ni wewe umetupa, asante kwa kuwa ni wewe umetuleta, asante kwa kuwa ni wewe umetufanya tuwepo leo. Wako wengi wangetamani kuwepo, hawapo. Umetuacha sisi kwa mapenzi yako mema na kwa kusudi lako lililo hai. Asante Roho Mtakatifu, hii ni saa nyingine umeanza kusema nasi toka wakati wa asubuhi, wakati wa mchana. Viongozi na waadhibishaji walipokuwa wakisimama hapa wanatoa maelekezo, walipokuwa wakisimama hapa wanaongoza maombi. Hata baba yetu askofu aliposimama hapa Bwana kusema neno la ufunguzi, umesema nasi kwa usiriasi usio wa kawaida, ili kutuonyesha kwamba haya ni majira mengine, ili kutuonyesha kwamba hizi ni zama nyingine za kutembea na wewe, za kujifunza kwako, za kupokea kitu kipya. Baba, asante hata kwa ajili ya aposto uliyempa nafasi Bwana kusimama mahali hapa, japokuwa ni kiongozi, lakini umempaka mafuta kwa ajili ya kunena kwenye semina hii. Asante kwa ujumbe ambao Bwana umesema kupitia kinywa chake. Ninakushukuru. Ni saa nyingine tena, ninakukaribisha Roho wa Mungu. Wewe ni mwalimu, wewe ni mwalimu. You are the best teacher. Wewe ni mwalimu mzuri, wewe ni mwalimu bora, wewe ni mwalimu wa pekee. Hii ni madhabahu yako, watu hawa ni wako, watumishi hawa ni wako. Mimi ninanyenyekea sana ili wewe Bwana upitishe kile kilicho cha kwako. Useme nasi tena kwenye majira haya, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupa heshima, ninakupa nafasi unaostahili. Roho Mtakatifu,
chukua nafasi kwenye madhabahu, chukua nafasi kwenye mioyo yetu, chukua nafasi kwenye akili zetu, chukua nafasi kwenye miili yetu, chukua nafasi kwenye jengo hili, chukua nafasi. Bwana, ruhusu uwepo wako na nguvu zako kwa ajili ya kupokea maarifa mapya yanayotoka kwako. Useme nasi kwa lugha ambayo Bwana umeikusudia tena. Kwa jina la Yesu Kristo tunajiachilia kwako tena kwa kipindi hiki kingine. Sema nasi Bwana kupitia neno lako, kupitia elimu hii ya ufalme wa Mungu. Sema nasi kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa uko tayari kutuhudumia na kutuwezesha kuelewa kile unachosema, kwa jina la Yesu aliye hai, na kila mwenye mwili aseme amen. Andika kichwa cha somo hivi: kanuni za kufanikiwa, au kanuni zitakazoniwezesha kufanikiwa kwenye utumishi wangu. Kinachokutofautisha matunda yako na utumishi wako na utumishi wa mtu mwingine ni mafanikio. Mafanikio ndiyo yanayomtofautisha mtu na mtu kwenye kila kitu ambacho Mungu amekupa: talanta, kipawa. Na ukisoma kwenye Biblia utaona alikuwa akitofautisha, na Yesu alikuwa akitumia mifano mingi. Anasema mwingine alipewa talanta kadhaa, mwingine akapewa talanta kadhaa, mwingine talanta kadhaa, mmoja akafukia, mwingine akafanyia kazi. Alafu anakuja kuzungumza mafanikio yao, kwamba huyu aliyezalisha alizalisha nyingine 5, na huyu mwingine akazalisha 5, akazalisha 2 nyingine, huyu mwingine akafukia. Lakini anaonyesha wale waliofanikiwa na maisha yao yalivyokuwa tofauti na huyu ambaye alipewa fursa ile ile lakini hakufanikiwa, na mwisho wa maisha yake ulikuwaje. Andika Mathayo 25 mstari wa 14 hadi wa 30. Unajua ni rahisi kufurahia kumtumikia Mungu alafu usijifanyie tathmini, kwa sababu tathmini mojawapo unaotakiwa kujifanyia kila wakati, nimefanikiwa kwa kiwango gani? Kuna vitu vingine ukiona kuna mkwamo mmoja, hao waliokwama, kuna utele wa ujinga. Nikisema utele wa ujinga, maana yake kukosekana kwa maarifa ya kuwasaidia kufanya kile walichotakiwa kukifanya. Hilo inaweza likawa la kwanza. La pili, wanajua walichotakiwa kukifanya lakini hawafanyi walichotakiwa kukifanya. Huyu mtu anaitwa mpumbavu, lakini sio wewe, nasema tu Biblia inavyosema pale. Jina la Yesu libarikiwe. Maana yake anajua kabisa kwamba nikifanya hiki tafika pale, ila hafanyi. Anaitwa nani? Mpumbavu. Kwa kuna kitu kinaitwa upumbavu na kuna kitu kinaitwa ujinga. Ujinga, utele wa ujinga ni kukosa maarifa. Yaani unakuwa na utajiri wa ujinga. Na mjinga unasema tajipimaje kuwa ni mjinga? Nawezaje kujipima mwalimu kwamba mimi ni mjinga? Eneo la kwanza la kujua mimi ni mjinga ni eneo ambalo unaona kabisa wenzako wakifanya kwa wepesi tu anaenda, alafu wewe pale unatumia nguvu nyingi, alafu mambo hayaendi, alafu umelizika tu, unasema nasubiri wakati wa Bwana. Lakini kumbe kuna vitu vya kusubiri wakati wa Bwana, ila ujinga huwa usubiri wakati wa Bwana. Ujinga dawa yake ni kupokea maarifa. Sijui unanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Mnanielewa ninachosema watu wa Mungu? Kwa hiyo kunaweza kukawa ujinga, lakini pili kukawa kitu kinaitwa upumbavu. Kwa sababu upumbavu unaweza ukawa udhaifu wako, kwamba adui amekufanya tu uwe mpumbavu, mtu anayepuzia mambo, hazingatii. Sasa mpumbavu huyu kipengele kimojawapo anachoweza kukifanya ni anazijua kanuni lakini haziishi kanuni. Kwa sababu moja ya kitu kinaweza kumkwamisha mtu, kuna vitu havihitaji upako, vinahitaji kanuni. Ukitumia upako mahali panapohitaji kanuni, upako unabaki na upako, lakini vitu haviendi. Unasikia mtu anakuambia mimi nikiomba mchawi anafunguliwa, lakini mambo hayaendi. Kwa sababu kuna vitu vinahitaji kanuni ya kiuongozi ili viweze kwenda. Wewe unataka kutumia upako, yani Mungu anataka uwajibike. Mungu anakuambia nenda kanyunyue tofali ulisogeze pale. Wewe unaenda mlimani unasema nitaomba siku 3 mfungo wa kavu, upako ninao. Unaomba kule mlimani mpaka miti inapokea upako. Watu wakija mahali ulipokuwa unaombea, mapepo yanalalamika kwamba kuna mtu alikuwa anaomba hapa lakini tofali halijanunuliwa kwenda mahali.
Na nisikia anachosema, kwa sababu kuna jambo lilihitaji kanuni. Mungu amewekea kanuni kwamba hili fanya hivi, kanuni ya kiuongozi, ya kiusimamizi. Wewe unaenda kutumia anointing. Kwa nini mwalimu nasisitiza hivi? Ndio maana kufundisha kanuni za kufanikiwa kwenye utumishi wako. Zipo kanuni. Kwa nini Yesu alifanikiwa kwenye utumishi wake? Unajua Yesu ni mwana wa Mungu, lakini alipovaa mwili, unafahamu hilo, kwamba na yeye alifanya kazi kama mtumishi wa Mungu kabisa, na akapewa jina la utumishi linaitwa Jesus. Yesu, jina la utumishi ambalo alipewa, jina lipitalo majina yote, ambalo kwalo watu waokolewe, limebeba nguvu ya kuokoa watu. Hasa unaelewa? Manake sio jina analoitwa mbinguni, ni jina alilokilimiwa akapewa. Na ndio maana unaona mitume kwenye Matendo ya Mitume wakisema kwa jina la mtumishi wako Yesu. Na hapo watu wanachanganya kwamba inakuwaje kama Yesu ni Mungu anaitwa mtumishi? Kwa sababu alipovaa mwili alijishusha kabisa, akavaa mfano wa utumwa awe kama sisi, ili akae katikati yetu. Akaacha ule utukufu na zile heshima na enzi na ile hali ya kuwa Mungu mkamilifu, akavaa mwili, akawa Mungu kweli, lakini akawa mwanadamu kweli. Yesu ni Mungu. Hapo ndio hesabu ngumu. Alafu watu wanafungua Biblia wanakuambia hapa anaitwa mtumishi wa Mungu, hapa na yeye aliita akasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu analiaga. Hapo ndio mathematics ngumu. Lakini ukikaa kujifunza, unaelewa, unafahamu. Mwana wa Mungu kabisa, lakini alivaa mfano wa utumwa, akawa mtumishi, lakini kwenye utumishi wake alifanikiwa. Kwa nini alifanikiwa? Maana yake ziko principles, ziko kanuni ambazo alikuwa anaziishi. Ndio maana mzee Petro akaandika kwenye waraka wa Petro akasema yeye alifanyika kuwa kielelezo. Kielelezo maana yake alituonyesha namna ya kuishi. Maana yake aliacha kanuni kwamba maisha yangu yatakuwa darasa kwenu. Ndio maana tunapolisoma neno lake, tunapojifunza, maana yake tunajifunza yeye. Aya, tufungue kwenye Mathayo 25 mstari wa 14 hadi wa 30. Maandiko yanasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta 5 nyingine, talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa,
nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, we mtumwa mbaya na mlegevu, mvivu huyu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Haleluya. Mwalimu, unazungumza nini? Kanuni za kufanikiwa kwenye utumishi wako. Unapozungumza juu ya utumishi, maana yake we ni mtumwa uliyewekwa ili kufanya kazi ya Bwana wako. Bwana wako anaitwa Yesu Kristo. Bwana wako anaitwa Mungu. Amekuweka ili kufanya kazi yake. Hasa kama mtumwa, haujapewa nafasi au kazi ili uwe na jina tu la kuitwa kwamba mimi ni mtumishi, mimi ni mchungaji. Kazi yako itapimwa kwa ulichokizalisha. Vile vitu Mungu ameweka ndani, amekupa huduma, amekupa uongozi, akakuwepa. Unajua wengine hukuwekwa kwenye uongozi kwa sababu ya sura, hamna. Kuna kalama, kuna vipawa Mungu aliweka ndani. Watu wakasema kwenye nafasi hii tunamuona huyu Mungu ameweka kitu ndani yake cha kutuongoza. Wakakuchagua, wakakupa nafasi ya kuwa katibu kwenye eneo fulani, ya kuwa kiongozi kwenye eneo fulani, ya kuwa sijui kiongozi wa nani, ya kuwa mzee wa kanisa. Saa nyingine mchungaji wako aliona, akasema ili kazi ya Mungu iende kwenye kanisa hili, nahitaji huyu ndiye awe msaidizi wangu, nahitaji huyu ndiye awe nani, nahitaji huyu ndiye awe mzee wa kanisa. Akaona huko ndani. Kama ni kwenye kwaya, waliona wakasema, kwaya yetu ili Mungu aitumie vema, tunataka mwenyekiti wa aina hii. Huyu ndiye anafaa kuwa mwenyekiti, huyu ndiye anafaa. Waliona nini? Waliona kipawa, waliona uwekezaji wa Mungu aliyowekeza ndani yako. Waliona wako watu wengi wenye sifa tena nzuri, inawezekana kwa jinsi ya nje kuliko wewe, lakini kilichowazidi wao ni kile Mungu aliwekeza ndani yako. Na kile sio kwamba wewe ulijifanya uwe, ni Mungu alikufanya uwe, na akafanya wengine wakione, ndipo ukapewa hiyo nafasi. Hasa angalia, kile kilichokupa nafasi ni kile ya Mungu amewekeza ndani. Kwenye nafasi uliopewa, kutokana na kile Mungu amewekeza ndani, Mungu atakachodai ni kimezaa nini? Kimezaa nini? Kimezaa nini? Kwa sababu hawa aliwapa talanta, aliwapa talanta. Lakini huyu tena Yesu anatoa mfano, na huu mfano alikuwa anatoa wa ufalme wa mbinguni. Ndio maana ukianzia pale juu, kwa sababu alikuwa anatoa elimu ya ufalme wa mbinguni. Angalia ule mstari wa kwanza, anazungumza ya kwamba ndipo ufalme wa mbinguni utafanana. Pale anatoa wanawali. Lakini kwenye huu mstari wa 14 anasema, maana ni mfano wa mtu mona atakaye kusafiri. Anazungumza mfano wa pili juu ya ufalme wa mbinguni. Lakini kwenye huu mfano wa pili anazungumza na watenda kazi walioko kwenye ufalme wa mbinguni. Kwenye mfano wa kwanza anazungumza, anawaweka juu ya utayari wanapoishi. Watu wanatakiwa kuwa tayari, kujiandaa. Kuwa mwanamwali sio shida, kuwa umeokoka sio shida, lakini lazima ujue kuna mwanamwali mwenye mpumbavu na mwanamwali mwenye busara. Wote ni wanawali, wote wameokoka, lakini Biblia inasema 5 walikuwa wenye busara, 5 walikuwa wapumbavu. Walipimwa kwenye nini? Upumbavu na busara ulipimwa kwenye nini? Maandalizi yao.
na namna walivyokuwa wanafanya juu ya bwana harusi wao, juu ya kazi yao, ndio uliopimwa. Hasa mfano huu wa pili anatoa kwa watenda kazi, kwa sababu Yesu alipokuja alitukomboa, alafu baadaye akapaa. Alipopaa hakuondoka na vipawa, hakuondoka na huduma zake 5 alizokuwa anazitumia duniani, akaziachilia kwetu. Paulo anazungumza, akaachilia vipawa, akaachilia huduma ndani yetu, akaziachilia kwetu. Kwa nini aliziacha kwetu? Yeye akasafiri. Anapotumia yule mtu mmoja alisafiri kwenda mbali, anajisema yeye akaenda lakini akaachilia kwetu vipawa, kalama na huduma. Alafu alipoachilia kwetu ili vizae, tuzalishe, tuzae, tuzalishe, anaturudisha Eden, anaturudisha kwenye kusudi la msingi la Mungu kumuumba mtu. Alipomuumba mtu akasema zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo na yeye alipotuokoa akaachilia hizo talanta ndani yetu ili tuzalishe, tuzalishe. Hasa mwalimu, nataka kuongea nini? Nataka usikilize. Anatoa mfano wa watu watatu, wote walichaguliwa na yeye, mmoja akapewa 5. Biblia inasema kwa kadiri ya uwezo. Sema kwa kadiri ya uwezo. Sasa hili neno tu uwezo ni elimu, hapo ni shule ndefu. Unaweza ukasema Mungu ameniona mimi sina uwezo, ndio maana hajanipa kitu. Kwa taarifa yako, huwezi kuokolewa alafu Mungu asikupe kitu. Kila aliyeokolewa anacho kitu. Hii bado itakuwa ndogo, hii huwezi kuelewa. Kila aliyezaliwa duniani anacho kitu Mungu aliweka ndani. Hata kama namuona yuko baa, anacho kitu. Sasa najaribu kuzungumza hivi ili kufuta yale maneno ya kusema Mungu alijua mimi sina uwezo, ndio maana hakunipa kitu. Umepewa. Hata kama hujateuliwa kuwa kiongozi sasa, lakini umepewa. Kwa sababu wengine wamepewa vitu kwa ajili ya familia zao, wengine wamepewa kitu ili kuzaa wafalme kwenye maisha yao. Unajua kuona kuna wamama hawajawahi kuwa viongozi, kuna wamama hawajawahi kuwa hata viongozi wa makanisa, lakini wamezaa maaskofu. Sijui unanielewa ninachosema? Wamezaa maaskofu, wamezaa wahubiri, lakini hajawahi kuwa mzee wa kanisa, lakini kazaa maaskofu. Watoto 4 maaskofu na wahubiri tu. Unajiuliza ilikuwaje? Mungu aliweka ndani huo uwezo. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Asiye tafakari juu ya kuzalisha hawezi kuwa kwenye hiyo hali. Atalizika tu, hata kama mambo yaendi, atalizika tu. Na mtu wa namna hii anaingukia kwenye fungu lile la 3. Huyu utajikuta huko empty. Utajikuta hata ile nguvu uliyokuwa nayo kidogo haifanyi kazi tena, kwa sababu ndicho kilichomtokea huyu. Wale waliozalisha, maandiko yanasema, maandiko yanasema yule aliyezaa 5 akarudishwa, aliitwa mtumwa mwema na mwaminifu. Kwa nini ameitwa mwaminifu? Kwa sababu kile alichopewa hakuruhusu kizimie, hakuruhusu kikae bila kuzaa. Alihakikisha usiku na mchana kinaleta faida nyingine 5. Haleluya. Kwa sababu Mungu hawezi kukuamini usizalishe wengine. Na angalia kwenye Biblia, watu walipofeli kuzalisha wengine, watu wa Mungu walibaki kwenye hali mbaya. Unasema mwalimu wako kwenye Biblia, angalia Joshua alifeli kuzalisha Joshua mwingine, kanisa, watu wa Mungu wakabaki kwenye mkanganyiko. Lakini Musa alifanikiwa, anakufa kweli, lakini Joshua amebaki. Elia anaondoka, lakini Elisha amebaki. Kaone, Elisha anaondoka, yeye aliacha 3. Alimwacha nabii mmoja, akaacha na wafalme 2. Wote wametiwa mafuta na Elisha. Yeye aliacha 3 in 1. Na wakatimiliza kile ambacho yeye hakuweza. Elia anaondoka, anamwacha Elisha. Elisha ambaye yeye hakuwa kama Elia. Unajua Elia yeye hakuwa na chuo cha manabii, lakini Elisha alitengeneza viwango mpaka akawa na vyuo vya manabii.
Kwa hiyo Eliya anaondoka, anamwacha Elisha, nabii mwenye nguvu na uwezo wa kubuild. Ndio maana pale unaona hadi vyuo, unaona madarasa ya manabii chini ya Elisha, kitu ambacho Eliya hakufanya. Kwa Elisha anaondoka, ameacha wengine wengi. Angalia kuhusu Samueli. Samueli anainuliwa, yeye ndiye alikuwa na vyeo zaidi ya vitatu, kwa sababu yeye alikuwa kuhani, yeye alikuwa nabii, lakini yeye alikuwa mwamuzi wa Israeli. Maana yake kiongozi, kama judge wa kutoa maamuzi. Maandiko yanasemaje? Samueli kabla hajafa amemuinua Sauli kuwa mfalme. Sauli anafeli mbele ya macho ya Samueli. Unajua kwa nini Samueli alikuwa anamwombea kwa mzigo? Kwa sababu Sauli mfalme akiondolewa kwenye nafasi, aliyefeli sio Sauli, aliyefeli ni Samueli. Kwa sababu kwanza watoto wake aliowapa nafasi wawili wale waliwafelisha wana wa Israeli. Wakawa wanakula rushwa, wakawa hawana hofu kama baba yake, hawana tabia kama baba yake. Akafeli juu ya uzao wake. Eli alifeli juu ya uzao wake. Samueli anafeli juu ya uzao wake, lakini aliamua asifeli juu ya wito ambao Mungu amempa. Ndipo Mungu anamuinua Sauli baada ya wana wa Israeli kudai. Samueli anamtia mafuta. Sauli naye anafeli mbele ya macho ya Samueli, hajafa. Samueli akawa anamlilia Sauli. Watu wanajiuliza kwa nini Samueli amlilie Sauli? Kwa sababu kufeli kwa Sauli ni kufeli kwa Samueli. Anaacha taifa likiwa halina mrithi. Nyinyi mnaona Sauli amefeli, Samueli anaona yeye ndiye amefeli. Ndio maana alilia sana. Tumaini la Samueli linainuka wapi? Wakati Mungu anamwambia namuinua mwingine. Hapo ndio Samueli alipumua. Asingeacha kuomba. Niamini ninavyokuambia. Kwa nini? Alikuwa na mzigo. Akiondoka yeye, nani anabaki na hawa watu? Watoto wangu wamefeli, Sauli naye amefeli. Nitalia mbele za Mungu mpaka amsamehe na amtengeneze huyu. Mungu akasema nimemkataa. Na unajua Mungu akiukataa, hata tukuombeaje, Mungu anasema kwenye nafasi nimemkataa, hawezi kutembea na watu wangu. Akamwondoa, lakini akamuinua Daudi. Na kabla Samueli hajafa, Samueli ndiye aliyemtia mafuta ya maandalizi. Mafuta ya kwanza kabisa alitiwa na Samueli, Daudi. Na unajua Daudi ndiye aliyetiwa mafuta mara 3. Mafuta ya maandalizi unaitwa upako wa kumwandaa mtu. Maana yake huyu hajaandaliwa, shule hajaenda, hajasoma mahali, akatiwa mafuta ya kumwandaa. Daudi anapewa upako wa maandalizi. Upako ule ulimtambulisha mpaka mbele ya mfalme Sauli. Akaanza kupendwa mpaka na wakuu. Ile kwamba unapendwa unaweza ukawa ni upako wa maandalizi. Hujafiti bado kuwa pale juu. Na unajua ukitumia upako wa maandalizi kukaa kwenye nafasi, nini kinatokea? Unakuwa destroyed. Majaribu utakao kutana nao yatakuondoa. Hauwezi kukaa. Sasa hii ni ngumu sana kuwafahamu watu. Sasa Samueli anamtia mafuta Daudi. Anamtia mafuta Daudi mpaka akahakikisha Mungu amemchagua kuwa mfalme. Ndipo unaona Samueli alikuja kufa akiwa na amani. Ameacha urithi. Sio rahisi. Wewe unaacha nini? Habari zao zimeandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. Wewe unaacha nini? Utakuwa kama mtu mwenye talanta 5 au zile 2, au utakuwa kama mtu mwenye talanta 1 ambaye aliogopa akasema naogopa. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amina. Mwalimu, sasa nitaanza kujuaje? Wewe fikiria, tangu umeokoka mpaka saizi, hata ukiwa kwenye nafasi, maisha yako, vipawa ulivyo navyo vimegusa maisha ya watu wangapi? Vimemgusa nani? Uwepo wako kwa umri uliofikia, mbingu zikiangalia kule mbinguni zinaweza kusema nafsi ya huyu mtu ni kwa sababu ya yule mama. Huyu mchungaji tunayemwona leo anahubiri ni kwa sababu ya yule dada, ni kwa sababu ya yule mama, ni kwa sababu ya yule baba, ni kwa sababu ya nani? Taarifa zako zimeandikwaje mbinguni?
utumishi wako unapofanikiwa, kuna mahusiano gani na maisha yako ya hapa duniani? Afu utaelewa kwamba kuna vitu unaweza kuwa unakwama kwenye maisha ya hapa duniani, kumbe kwa sababu kuna vitu pia umeshindwa kuvizalisha kwenye utumishi uliopewa. Kwa sababu kuwa na nafasi, kwa mfano kuwa kiongozi, kuwa mchungaji, kuwa kwenye ofisi ya uchungaji, kuwa mwalimu, haitoshi. Unazaa nini kwenye nafasi yako? Unazaa nini? Kwa ukitoka jioni ya leo, katafakari talanta uliopewa, umeizika au unazalisha? Au unatamani kuzalisha lakini unashindwa kuzalisha? Na kama unatamani kuzalisha na unashindwa kuzalisha, ndio sababu Mungu ameileta semina hii, akupe maarifa ya kujua talanta ambazo Mungu ameweka ndani na namna zinavyotakiwa kuzalisha. Kama umenielewa sema amen. Simama kwa miguu yako, funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa jioni ya leo, asante kwa neno lako, asante kwa neno lako. Ninakushukuru Bwana kwa namna ile umesema na mimi. Ninapokea kwa unyenyekevu jioni ya leo na siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya semina hii. Baba, ninakushukuru kwa kusema nami. Baba, ninakushukuru kwa kuongea nami tangu asubuhi mpaka sasa. Ninakuomba unisaidie Bwana, unipe neema yako ya kuniwezesha kutendea kazi yale ninayojifunza na niliyojifunza kuanzia siku ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amsha nafsi yangu, amsha moyo wangu, amsha roho yangu, iwe tayari kupokea Bwana, kupokea Bwana ufahamu wa neno lako katika jina la Yesu. Amsha akili yangu iwe tayari kuelewa Bwana kile unachosema kwenye madhabahu hii kuanzia leo katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Jiombe dakika moja, jiombe. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Wewe ni chombo cha Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe umechaguliwa na Mungu, wewe umependelewa na Mungu aliye hai. Mwambie Mungu, nisaidie. Haukuniokoa bulebule, haukunifanya hivi bulebule, haujaniweka bulebule. Wengine mmeokolewa kwenye umama, kwenye utu uzima, wengine kwenye ubinti, wengine ni vijana, wengine ni wakina baba. Mwambie Bwana, nisaidie kuanzia jioni ya leo. Haujaniokoa bulebule, umeweka talanta ndani yangu. Nipe neema Bwana katika jina la Yesu ya kujua kwamba kile ulichokiweka ndani kinatakiwa kuzaa, hata kama kimezimishwa, hata kama kimepoteza nguvu. Niamshe kuanzia jioni ya leo. Amsha ndani yangu, amsha ndani yangu kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, iamshe, amsha hiyo talanta isilale, amsha hicho kipawa kisilale. Sijawekwa kwenye nafasi kwa sababu ya uzoefu, kwa sababu ya sura yangu, kwa sababu ya elimu, lakini ni wewe umeruhusu niwekwe kwa sababu ya ule uwekezaji, kwa sababu ya kile ulichoweka ndani yangu. Baba, nisaidie kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, ninaomba hii ni jioni ya kwanza, hii ni jioni ya kwanza. Umewaleta watumishi wako, umewaleta watumishi wako kwenye semina hii, kwenye ibada hii. Tumejifunza tangu asubuhi kwamba utumishi wetu utapimwa. Tumejifunza Bwana juu ya kupanda makanisa, juu ya kutanua kazi yako. Bwana, tumejifunza hata habari ya utumishi wetu kufanikiwa, kwamba umeweka talanta. Ninaomba Bwana, ninaomba kwa jina la Yesu, hata yule aliyekuja anayefikiri semina hii inawezekana ni kwa ajili ya wachungaji tu, Bwana, hujamleta kwa bahati mbaya. Umemleta ili ajue kwamba yeye ni mchungaji ajaye, yeye ni kiongozi ajaye, yeye ni mtumishi ajaye, yeye ni mwalimu ajaye, yeye ni mwimbaji ajaye. Rabashanda rimandarabakorabasia. Bwana, ninaomba
Hii ni siku ya kwanza. Achilia neema juu ya watumishi wako, achilia neema juu ya watu wako, achilia neema juu yetu ya kutusaidia kwenye semina hii. Mapenzi yako yatimizwe Bwana, wala sio yetu, bali ya kwako yatimizwe, katika jina la Yesu aliye hai.